Wanachama wa klabu ya Young Africans kwa mwaka wanaichangia klabu yao zaidi ya shilingi bilioni 25. Hii ni pesa ambayo inachangiwa kutokana na mifuko yao, lakini pia kuna pesa nyingi ambayo inachangiwa kutokana na thamani wanayoiweka na utulivu ambao wameutengeneza ndani ya klabu yao. Na huu utulivu pamoja na hii thamani ambayo wameitengeneza kwenye klabu ndio inachangia sehemu kubwa ya hii bilioni 25 na zaidi ambayo nimehitaji hapa. Sasa basi, tuanze na kile ambacho kinatoka moja kwa moja kutoka kwenye mifuko ya wanachama wa klabu ya Young Africans. Young Africans ina wanachama ambao taarifa mpaka kufikia mwezi wa 9 mwaka jana, of course watakuwa wameongezeka bila shaka, lakini nitakuwa na figa ya mwisho ambayo ilikuwa rasmi ya wanachama 91,000 ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hawawezi kuwa wanalipa wote hao, highly unlikely, lakini kikawaida tunataka tuchukue at least nusu yao. Nusu hao watu ambao nimewataja hapo 91,000, nusu yake almost zaidi ama takriban 45,500 hao watakuwa wanalipa bila shaka. Ada ya wanachama kwa mwanachama wa klabu ya Young Africans kwa mwaka ni shilingi 29,000. Ukichukua 29,000 ukaifanya mara 45,500 unapata zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 300 net. Hiyo ni pesa ambayo ni uhakika Young Africans wanaipata, wanaifanya kama ni sehemu ya bajeti yao kwa kila mwaka kutokana na mchango wa moja kwa moja ambao wanachama wa klabu hiyo wanakuwa wanauweka kutokana na kulipia ada zao za wanachama kupitia kadi zao kila mwaka. Lakini ukitoa hapo, sehemu nyingine ni kwenye mauzo ya tiketi. Hii ni sehemu ambayo pia wanachama wa klabu ya Young Africans wana mchango mkubwa, lakini sehemu kubwa ambayo mashabiki wa Young Africans kutokana na utulivu wao na kutokana na msimamo ambao umetengenezeka miongoni mwao wanaisaidia sana klabu yao kupata mapato makubwa ni kwenye upande wa wadhamini. Wadhamini siku zote wanalipa pesa nyingi sana kwenye mazingira ambayo klabu inakuwa ina utulivu. Panakuwa pana leverage, panakuwa pana utulivu, panakuwa pana dira. Mahala popote ambapo panakuwa pana utulivu, hata wadhamini wanakuwa tayari kulipa a premium. Yaani kwa msimu, mdhamini anakuwa tayari kulipa kabla hata msimu haujaanza. Anakuja kukulipa tena katikati ya msimu na anakuja anamalizia fungu jingine mwishoni mwa msimu. Lakini haya malipo yote yanategemea pia kutokana na utulivu na kutokana na mahudhurio makubwa ambayo yatakuwa yanapatikana kwenye michezo ambayo hiyo klabu itakuwa inadhaminiwa. Lakini pia utayari wa mdhamini kulipa pesa nyingi unakuja pale ambapo patakuwa pana utulivu, patakuwa pana nguvu ambayo inapatikana kutokana na wanachama ambao wametulia, wanachama ambao wako tayari kuhanikiza kwenye michezo mingi ya kiushindani ambayo klabu yao itakuwa inakwenda kuihudhuria. Hapo ndipo ambapo wadhamini wanakuwa tayari kutoa pesa nyingi kwa ajili ya kuwekeza kwenye klabu. Young Africans kuelekea msimu huu wametoka kuingia mkataba mwingine wa miaka 3 na kampuni ya SportPesa ambao una gharama ya takriban shilingi bilioni 21.7. Mkataba wa miaka 3 tu. Kuna hawa haya ambao wanawadhamini hasa kwenye upande wa kimataifa, wao wameingiza shilingi zingine bilioni 3 na milioni 300. Just imagine. Sasa hawa wote wako tayari kulipa pesa nyingi kiasi hichi ni kwa sababu Young Africans kuna mazingira ya utulivu. Inawezekana wadhamini hawa wangeweza kukufuata, lakini kama kusingekuwa kuna utulivu na kama kusingekuwa kuna mshikamano baina ya wanachama wa klabu ya Young Africans, huenda wasingekuwa tayari kulipa hicho ambacho tumekizungumza hapo. Kwa ina maana hichi ambacho kinazungumzwa hapa ambacho nakiweka kama bayana kama malipo ambayo hawa wanachama wanasaidia kukiingiza ni kutokana na utulivu ambao wao wenyewe wameshautengeneza ndani ya klabu tayari. Kwa ina maana ule utulivu wao umetengeneza thamani ambayo inairuhusu klabu yao kupata a premium package kutoka kwa wadhamini mbalimbali ambao watakuwa wanataka kutia pesa yao kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo ukija ukiangalia hizo figa kwa pamoja hapo, unakuja kuona kwamba kwa msimu mmoja Young Africans wana uwezo wa kuingiza zaidi ya shilingi bilioni 25 kutokana na nguvu ya wanachama tu, kile ambacho kinatoka kwenye mifuko yao moja kwa moja, lakini kile ambacho wanakitengeneza kutokana na thamani ambayo wameitengeneza ya utulivu na stability katika klabu. Mapema mwaka huu, makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Arafat Haji aliweka bayana kwamba makadirio ya kile ambacho kinategemewa kutumika kitakuwa ni kikubwa ukilinganisha na bajeti ambayo wameiandaa mwisho wa siku. Kwa maana wanategemea kutumia zaidi ya bilioni 12.7 zaidi ya kile ambacho wanategemea kukiingiza. Lakini huoni kukiwa kuna matatizo ama huoni kukiwa kuna wasiwasi wote kutoka kwa viongozi wa Young Africans, kwa sababu wanaamini kwamba
fan base, wanachama waliopo wana uwezo kabisa kwa nafasi yao, kwa kile wanachokitoa na kwa thamani wanayoitengeneza, kuweza kuisaidia klabu kufidia hii ziada ambayo itatumika mwisho wa siku. Hii ziada ya bilioni 12 ambayo imeongezeka kwenye bajeti ya Young Africans kwenye upande wa matumizi, viongozi wanaamini inaweza kuja kujilipa kutokana na thamani na utulivu ambao wanachama wa klabu yao wameitengeneza kwenye klabu hiyo.